unawapiganiaka Baba, unawashughulikiaka Jehova, pigana Baba, pigana Baba, onekana Baba, nipotee uonekane, napotea Baba, napotea. Bwana Yesu asifiwe. Na watakia tena asubuhi ya amani, asubuhi ya mafanikio, asubuhi ya baraka. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Mezali sura 29 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, bali pasipo maono watu wanaacha kujizuia, lakini yeye anayeshika sheria ni mwenye furaha. Amen. Biblia inasema bali pasipo maono watu wanaacha kujizuia. Upendo katika Kristo, unapotembea pasipokuwa na maono, unafanya mambo ya hovyo, unafanya mambo pasipo kujizuia. Unapotembea bila uhakika ya jambo ambalo linalokufaa kukifanya, unatembea bila kujizuia. Mtu ambaye anakuwa na maono, kuna baadhi ya masharti ambayo anatembelea, kama vile mke wa Manoa alikuwa na maono ya kubeba kiumbe ndani ya tumbo yake kinachoitwa Samsoni. Kwa hiyo alijizuia na kileo, alijizuia na mambo tofauti kwa sababu ya kile alichokuwa anakibeba. Hata mtu yeyote ambaye anayekuwa mjamzito, kuna baadhi ya vitu ambavyo hatakiwi kuvifanya kwa ajili ya maono aliyoyabeba. Mpendwa katika Kristo, kuna baadhi ya vitu ambavyo utajizuia navyo kwa ajili ya maono uliyoibeba. Ikiwa unataka kuitunza ndoa yako, kuna baadhi ya vitu ambavyo utajizuia kwa ajili ya maono uliyo nayo kwa ajili ya ndoa yako. Ikiwa unataka ndoa ama unahitaji ndoa na unahitaji kupata mchumba mwema atakayekufaa katika maisha yako ya ndoa, kuna baadhi ya vitu na mambo ambayo inakupasa kujitenga nayo, inakupasa kuepukana nayo kulingana na maono ya kupata ndoa njema uliyoibeba. Mpendo katika Kristo, hata katika maisha kuna baadhi ya vitu ambavyo hautakiwi kuvifanya ikiwa una maono na kuna lengo ambalo unatarajia kufikia katika maisha kwa hali fulani na kwa nafasi fulani. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, wewe ambaye umepewa ahadi na Mungu kwamba kuna mahali atakufikisha kwa ajili ya kuchunga kile ambacho Mungu amekuahidia na kukuambia, kuna baadhi ya vitu ambavyo hutashirikiana navyo. Kuna baadhi ya marafiki ambayo hautashirikiana nao kwa sababu ya maono uliyoyabeba. Mpendwa katika Kristo, ukiwa mtumishi wa Mungu na ikiwa uko mwimbaji kanisani
ama uko shemasi kanisani, ama unafanya huduma yoyote kanisani, kuna baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya wala kushirikiana navyo kwa ajili ya maono uliyoyabeba. Ndugu mpendwa katika Kristo, Biblia inasema, lakini yeye anayeshika sheria ni mwenye furaha. Siku zote mpendwa katika Kristo, yule anayeshika sheria za Bwana ni mwenye furaha. Haijalishi mambo mangapi unayopitia wala shida unazozipitia, lakini unapokaa na kuonyesha uaminifu kwa Mungu kwa kushika sheria, Mungu ana kitu cha kuleta kwako kama faraja kile itwapo leo. Kuna baadhi ya shuhuda ambazo unakuwa nazo, wewe unashika sheria za Mungu. Ewe binti, kuna baadhi ya shuhuda ambazo utakutana nazo. Kuna baadhi ya shida na vipindi vigumu ambavyo utakutana navyo, lakini Mungu atakuvusha kwa sababu tu unashika sheria za Mungu. Kuko mahali ambapo utafikia na utakamatika na kuanguka katika mitego za adui, lakini Mungu atakuokoa mahali pale kwa sababu tu unashika sheria za Mungu. Kuna baadhi ya vipindi vigumu ambavyo unaweza ukavipitia, lakini Mungu atakuokoa kwa vipindi hivyo tu kwa sababu unashika sheria za Mungu. Kuna baadhi ya neema ambayo Mungu ataiachilia kwenye maisha yako kwa sababu tu unashika sheria za Mungu. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo, jitahidi asubuhi ya leo, weka moyo wako kwa Mungu, mawazo yako na mafikiri yako na mwenendo wako na njia zako zote ujikabidhi kwa Bwana. Shika sheria za Mungu na ambatana na maono ulionayo kwa ajili ya kuleta mafanikio kwenye maisha yako. Mtu ambaye anatembea pasipokuwa na maono, anafanya mambo pasipokuwa na uhakika, anafanya vitu visivyofaa, anaenda tu kama kipofu. Ndio kwa maana kijana asiyekuwa na maono huwa anajiingiza na kufurahia anasa na kuingia ndani ya uzalimu na kufanya mambo ya ovyo, kwa sababu hana maono ya kwamba kesho atatokea kuwa baba, itampasa kulinda familia yake na kulinda jamaa pia. Kwa sababu hana hayo maono, kichwa chake kinakuwa na utupu. Ndio kwa maana anajitia katika hali ya ukahaba, katika hali ya wizi, katika hali ya uchafu, na wengine wanakuwa hata mabandia na wanakufa barabarani, wengine wanafungwa, wengine wanapigwa masasi, wengine wanachomwa moto na wakaaji, kwa sababu mtu anaangamia pasipokuwa na maono. Mpendwa katika Kristo, jaribu kuwa na maono katika kile unachokifanya, ukizingatie na kukifanya kwa hakika. Mungu akutangulia asubuhi ya leo. Mungu akutie nguvu asubuhi ya leo. Iwe asubuhi ya mafanikio, iwe asubuhi ya neema. Uwe na maono na uwe na lengo nzuri kwa kazi unayoifanya, kwa biashara unazozifanya, na kwa kile ambacho unakifanya ambacho ni chanzo cha kukuletea mafanikio. Basi Mungu awabariki kwa asubuhi ya leo. Acha niwaombee. Baba Mungu, katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru Baba kwa ajili ya taifa lako. Nakushukuru Baba kwa ajili ya watu wako.
Wabariki watu wako, watie nguvu na kuimarisha, wajaze nguvu za neema, wape ufunuo, wape nguvu. Baba, ondoa giza ndani ya kichwa chao, ndani ya akili zao, ndani ya ubongo wao, wapate kuwa na maono, wafikirie kile ambacho wanachopaswa kukifanya. Bwana, tena wajaze neema na nguvu ya kuwa na maono na kutimiza sheria yako, katika jina la Yesu Kristo. Wajaze neema, wajaze nguvu mpya, wajaze uwezo mpya, wajaze kibali kipya asubuhi ya leo. Watembee katika kuwa na uhakika ya mambo wanayoyafanya kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, ninawabariki watu wako, walinde na kwa rehemu katika jina la Yesu Kristo. Mipango yote ya adui juu yao na chochote kile ambacho shetani anachokitumia kwa kuwapofusha macho na kuondoa maono walio nayo, katika jina kuu la Yesu Kristo, kipate kushindwa na kuaibishwa kwa damu ya mwana kondoo. Mipango yote ya adui na kazi zote za ulimwengu shetani juu ya watu wako, kwa jina la Yesu, kila mbegu ambayo adui aliipanda usiku, ninaingoa na kuibomoa na kuharibishia kazi katika jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka. Mipango yote ya adui ipate kushindwa na kazi zote za ulimwengu shetani zipate kushindwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Bwana, ninaibariki. Asubuhi ya leo Bwana, ninaibariki. Asubuhi ya leo Bwana, ninaibariki. Siku ya leo Bwana, ninaibariki. Siku ya leo Bwana, ninaitakasa. Siku ya leo Bwana, ninaikomboa ndani ya damu yako, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila pando ya adui lingolewe, kila pando ya adui lingolewe, kwa huyo baba, kwa huyo mama, kwa huyo kaka, kwa huyo dada, kwa jina la Yesu. Na makusudio yote ya kichawi, chochote kile kilichopandwa na kupandikizwa njiani, na kupandikizwa nafasi yake ya kazi, na kupandikizwa mahali anafanyia biashara, kwa jina kuu la Yesu Kristo aliyefufuka, natangaza ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, achilia nguvu za neema yako, na neema yako izidishwe kwa ajili ya taifa lako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao ni wadhaifu, wengine ni wagonjwa, Bwana anatangaza neema ya uponyaji na nguvu za uponyaji siwaguse popote walipo, katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyechukuliwa mateka na yule mwovu shetani na wachawi na mapepo, akombolewe kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Yule anayefungwa na laana apate kukombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, maana imeandikwa, kwa kupigwa kwako Yesu tumepona. Kwa jina la Yesu Kristo, giza iliyotawala ndugu huyu na iondoa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza nuru yako Bwana ionekane na kumiliki watu wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto wako Bwana wasitembee kama vipofu, lakini wajaze nguvu, watembee wakiwa na maono. Macho yao Bwana yatiwe nuru, katika jina la Yesu Kristo. Watie nguvu na watie neema. Roho Mtakatifu wasaidie wapate kushika sheria za Mungu na kumtii Mungu siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako ndani ya maisha ya watoto wako. Nibarikiwe jina lako Mungu Baba, unafanya kazi siku kwa siku ndani yetu. Asante Yesu Kristo kwa huduma ambayo unaifanya kwa ajili ya watu wako, kwa hudumia watu wako, kwa kuwapa nguvu mpya, kwa kuwageuza tena upya siku ya leo, na kwa kuanza tena hatua mpya pamoja nawe, kwa jina la Yesu Kristo. Nawaombea Bwana neema
usiwatie majaribuni, lakini waokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele. Naombea pia wale ambao ni wajawazito, Bwana, achilia neema yako na kuifungua kwenye maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Ulinzi wako na neema yako iwe pamoja na taifa lako, iwe pamoja nao. Damu yako wafunike wale ambao ni wajawazito. Ulinzi wako Bwana uonekane juu yao, hata wapate kujifungua kwa amani kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho zote za kuharibu mimba na macho mabaya na watazama yapasuliwe kwa damu ya mwanakondoo kwa jina la Yesu Kristo. Ulinzi wako Bwana uwe pamoja na taifa lako, uwe pamoja na watu wako, uwe pamoja na watu wako, uwe pamoja na watu wako. Fungua neema yako, fungua neema yako, fungua neema yako Yesu Kristo. Fungua neema yako Bwana wa majeshi kwa ajili ya taifa lako siku leo. Mahitaji yao Bwana ukutane nayo siku leo, ukutane nayo asubuhi ya leo. Ulete faraja kwenye Baba atenda tafutia, leta faraja.